Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Na katika taarifa zetu za habari tuanzie huko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba mara tu alipowasili pa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, rais huyo wa zamani pia seneta wa kudumu Joseph Kabila ameanza tayari kuonesha nia yake ya kuanza kazi. Akiwa na washirika wake, alieleza rasmi ajenda ya ziara yake katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru za karibu na kinara wa muungano wa pamoja kwa ajili ya Kongo FCC zimesema mpango huo umeanzishwa siku ya pili ya tarehe 27 Mei 2025. Huyu ameanzisha mazungumzo pamoja na tabaka mbalimbali kwa lengo la kupata suluhisho ya kudumu kutokana na hali ya usalama mdogo unaoendelea kuikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari nimeanzisha kikao cha maandalizi. Hivi sasa tunataka kuanzisha mpango wetu, yani kupokea viongozi wa FC23, mashirika ya kiraia, viongozi wa makanisa, mashirika ya vijana, mashirika ya wamama, wanasheria, waganga, waandishi wa habari na kadhalika. Atawasikia. Yupo katika harakati ya kutafuta suluhisho la kudumu. Anapashwa kusikiliza kila mmoja kile ambacho anafikiri kwa ajili ya hali inayoendelea, alieleza moja kati ya washirika wa Joseph Kabila kwenye gazeti la habari L'Actualité.cd. Katika hotuba yake ya awali, Joseph Kabila alishtumu uongozi mbaya wa utawala wa mrisi wake Felix Tshisekedi, huku akitaja baadhi ya mambo mabaya mkiwemo rushwa, ubadilifu wa mali za umma pamoja na udikteta. Jambo hilo limepelekea maisha kuwa magumu kwa raia pamoja na vijana, mkiwemo kutokupata kazi, kuchelewa kwa mishahara ya wafanyakazi, kushuka kwa hali ya maisha, uhalifu, njaa na kadhalika. Uwepo wa Rais Joseph Kabila katika eneo linalomilikiwa na waasi wa M23 unaendelea kuzusha sintofahamu kwa wakongomani wengi, ukizingatia hali ya sasa katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia ndani ya tarafa ya Uvira linapongeza vya kutosha ngome mbalimbali inayowekwa nao muungano wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC bondeni mwa mto Ruzizi yapata miezi mitatu sasa. Kwa Kikidumu Filemo, mkuu kiongozi wa shirika la raia tarafani Uvira Pasange, ameomba kwa wazalendo kuepuka na mgawanyiko. Kwa upande huu ni kushukuru kwanza wenyewe wanadhibiti salama. Sasa tuko tunazungumuza na wao kufatana na magumu ambayo iko inakumba sehemu hii, na wanajaribu kuitumikia malgré diversite yao pia. Ndio maana tunaenda kuwaomba wapiganishe, wachangie mawazo na waone intérêt commun, wasione intérêt binafsi. Na tuko tuna interview wa politiciens na wa leader wa diaspora wenye kuwagawa, waache ile haitatusaidia. Kwa niaba ya shirika la raia lenye tunaenda kurepresenter, vraiment kwa ngambo yetu tumefanya analyze, tukakuta kama wao hawana shida. Wao wazalendo sio shida. Shida inakuwa kwa ngazi kubwa. Unajua kufanya vita ni jambo kubwa sana. Sio tu kuona eti tunakuwa na watu eti wanapita barabarani, eti wanatembea sijui namna gani, eti ndio kufanya vita. Hapana. Vita ina mahitaji mengi. Na ndio maana unaonaga watu wanaenda kupigana na wanarudia wala wanarudishwa nyuma, kwa sababu vita inahitaji vitu vingi. Vita inahitaji vyote ambavyo ni vifaa vya vita. Chakula, inahitaji madawa, inahitaji hata vile vyombo vya kupigana, hata hali ya kutembea kama vile magari, pikipiki sijui na nini. Wakati hayo ya kijiri, mkuu kiongozi huyo amekemea kwa hali ya juu watu wania mbaya wanaotaka kugawa wazalendo kwa maslahi yao ya kisiasa. Sisi kwanza tumesema asante kwa ile kufanya front, kwa sababu yao ndio imefanya ambao walikuwa na kania mude jour wa kwa wameisha occupy parti zote kutokuoccupy ile masehemu ile. Kwanza front ambayo imefanyika ya wazalendo, wanajeshi wa Kongo, wa FARDC na wale wa Burundi,
imesaidia kusema kwamba na adui abadili hata njia yake na anze kutembea kwa njia zingine bahari ya kuelekea Uvira na Fizi. Ile kwanza tunaishukuru, na tulihitaji ikiwa vita yule ambaye anastahili kuvisimamia avisimamie bila hata hofu na bila mashaka, yaani tayarishe vyote ambavyo vinastahili, ndio vita inaweza kuwezekana. Nimesema ya kwamba tuna mettre en garde wa politiciens wenye kuwa na nia hii, na tuna mettre pia en garde wa leader wa diaspora na wengine ambao wanakuwa na nia zao tofauti, kama vile za pouvoir, kama vile za kujipata kipesa ama kiuchumi, ambao wanaenda kuwagawa kwa maslahi yao. Unajua kama wanagawanyika zile ndizo sababu. Ndiyo maana tuna mettre en garde ile hali na kuwaita wafanye ile cohesion. Kama kuko cohesion, yani kuko unite, watatumika na nguvu nyingi sana. Wasahau kwanza vile vitu vya majeo, wapiganie kwanza nchi na watapata vyeo kwa kadiri bisi watakuwa wamefanikiwa kutengeneza mambo. Tubaki tu katika mji wa Uvira ni kwamba mwili bila uhai wa mtu mmoja umeokotwa siku ya kwanza ya wiki tunayo ndani ya kata la Kilibula kwenye pwani mwa ziwa Tanganyika ukiwa ndani ya mfuko. Hiyo ni ishara inayoendelea kuonesha viwango vya kuharibika kwa hali ya usalama eneo hilo la Uvira. Kwake Chako Changu Bone Ane aliyehudhuria kwenye uchunguzi wa mwili bila uhai huo ameanza hapa kutoa ni katika mazingira gani umeokotwa. Kuna mwili ya mtu ililogotewa kuwa Msaki leo asubuhi, ilikuwa découvert Msaki leo asubuhi kunako mnamo quartier Kilibula kujite kulake la Tanganyika. Ni mwili yenye ili mtu amekufa ndani akatiwa Msaki na kutupiwa Mtanganyika. Mtanganyika ndio imemtatiza mpaka mleta hapa kwenye mchanga napatikana mnamo quartier Kilibula. Kwa niaba ya president wa bajeni wa pale Kilibula na sisi ambao tumefika ile masosiete civile, tumegundua kwamba mshirika mtu mwenye umenyongwa kunyongwa kutupwa ndani ya take na amesha kufa tayari. Tukarejea kuona kwamba maafa yanakuwa mengi zaidi. Hiyo ndio hali ya leo ambayo tumejiexplore zaidi katika hali ya usalama. Kiukweli ni vigumu kuambia kama ni mkaji wa Uvira ama sio mkaji wa Uvira, juu hakuna mtu mwenye amemjua, na sura imekuwa imeshaharibika, mwili umekuwa umeshaharibika. Amezikiwa tu hapo kwenye Lake Tanganyika, ndio kwenye amekuwa amezikiwa. Hakupata familia, hayakuwa facilement identifié. Ndio maana serikali imeamua kwamba azike pale ili kwamba mwili wake usikaambukiza watu wengine kwenye magonjwa mbalimbali. Na ilikuwa simple, ni mauaji ambayo imemsibile, basi mtu haogopi yuko ndani ya tatu. Ilikuwa mauaji, ilikuwa simple ambayo watu wameipangilia, ameshikwa na kisha ameuawa na kuwekwa ndani ya taki na kutupwa ndani ya maji. Elewa na mie kwamba ni hali ya mauaji makubwa ambayo inaonekana forme ya mauaji inaonekana katika vile ya Uvira. Huyu ameongeza kuwa hali ya usalama mjini Uvira inaonekana kuzidi kuzorota siku kwa siku, hasa pale ambapo watu wamechukua mfumo wa kuwa na jilipizi ya kisasi. Chako Changu Bone Ane ajibu mara tena mbele ya line ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ni kweli kwamba kila incident securitaire iko na kuwa monitoring na document tuko nazo, hata mwisho wa mwezi kupatia hesabu ya watu hizo waliuawa na kila mtu na certification yake, ama kama atukisema kama iko persona inconnue. Utaelewa na mimi kwamba usalama katika vile ya Uvira ni mbaya sasa, na kila mtu anajilinda mwenyewe. Maombi ya Mungu ndio msaada wa kila mtu. Bila vile atuote mkimbilie nani? Ingalao wazalendo wako, FRDC iko, ANR iko, DG iko, na raia pia iko, lakini iko hali ni haiko sawa. Mtangazaji na autorite wanajiimplike au niveau ya competence zao. Ingalao confusion yenyewe na renye tunamo vile ya Uvira. Tuwaingi kwa presence ya autorite
securitaire kama hivi tunaishi mconfusion total. Hiyo kabisa ipo kuireconnaître. Kwa presence ya meya wa jiji, presence ya watu wengine kama Uvira iko governable. Kwa neema ya Mungu tushukuru implication ya watu wote ngalau masi au tunaperevea watu kufa usiku na mchana. Hali ambayo tunafurahi tunakondane na tunawajibika kila mtu kuchangia ili kwamba hali ibadilike. Solution kabisa ni mtu alinde mwenzake. Solution ni mtu aelewe kwamba haiko wakati wa kumfanya mwenzako au kufanya reglement de compte hata kama mna matatizo ya mwingine. Wakati wa matatizo kumaliza ipo. Sasa tuna adui mmoja ambaye ni Rwanda anajishika nyuma ya M23 na AFC. Watu waache kusiblana. Watu waache kujukumiana, hapana. Mtupambane kwanza na uadui mwenye anamiliki sasa miezi 2 ama 3 Kamanyola. Miezi 2 ama 3 Bukavu. Hiyo ndio watu waelewe. Ya pili, watu waelewe kwamba instance securitaire na judiciaire zimesha kuwa. Inabidi watu kama yuko na probleme na mwenzake aende kwenye parquet cha kuwa opérationnel, aende kwenye bureau de kuwa opérationnel, aende kwenye police kuwa opérationnel. Bila vile tutamalizana kabisa, itakuwa tu amenitukana na mimi muisha, haitakuwa hali nzuri kabisa. Tujielekeze katika mji wa Baraka tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba pesa, simu za mkononi 30 aina ya Android na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichoripotiwa usiku wa kuja siku ya kwanza ya wiki tunayo ya tariki 26 Mei 2025 kwa mkahaji mmoja wa kata la Kalingaside mjini Baraka. Kwa Kipapiona, mwanga wa kitendo hicho, amesema kuwa yote hayo yametokea pale alipokuwa amelala na aliposhituka usingizini alikuta tayari milango ipo wazi kama alivyoeleza hapa. Tumsikilize. Niko na charge telefone pale kuvuka kilalo ya Nkemache pale inaandikwa charge kitoko Kalinga Nord. Mimi leo usiku niliibiwa vitu vyote vya wateja ambavyo nilikuwa nimelala navyo, na maana simu za Android na simu ndogo na mabateri za wakilia. Walikuja kuniingilia mnyumba, sijui kama naweza sema ni saa ngapi, lakini ilikuwa ni usiku. Wakaingia mnyumba, wakachukua vitu vyote hivyo vyangu vya kazi vyote, wakachukua na pesa zote wakanichukua na vingine vitu fulani mnyumba. Hesabu ya simu kamili ni simu 35 za Android na simu ndogo zinaweza zikafikia hata simu 12 na bateri zinaweza fikia hata bateri 15. Ina maana vitu vingi tu ambavyo tu walinibeba ambao wanaacha ni vitu kidogo tu wa kidogo. Mimi naweza nikasema kama wale watu ambao wamefanya kitendo kama na hiki, naweza omba nisikilie kwanza huruma, kwa sababu mimi mwenyewe kwa sasa sina amani. Kule mwenye alichukua vile vitu aje anirudishie, kwa sababu atakuwa ananisumbua sana na ni kuniharibisha kazi yangu na ananiingiza mtatizo kubwa ya kulipa vile vitu vya watu. Yeyote ambaye atabahatika kumuona mtu ambaye iko na ujisha simu, anaweza akanipigia simu kwenye namba yangu 082 70 75 360. Hivyo au watu wa maedisio benye biko fasi mbalimbali, kwa mtu mwanaweza enda na simu kudekode telefoni, naweza lomba watu wa medisio wanaweza kunisaidia na wananipigia simu kwa hiyo namba, kwa sababu nije kwanza nikague, labda saa moja naweza nikabahatisha kupata hata simu moja. Yule ambaye nitambana akiwa tuna simu moja, ina maana ni yeye ndo amechukua vitu vyote. Tusalie tu ndani ya mji wa Baraka. Ni kwamba raia wa mji wa Baraka wametaja kupokea kwa shingo upande ujio wa gavana Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi Sadiki ndani ya mji wa Baraka tangu siku ya Jumatano ya wiki iliyopita. Wamesema hayo siku ya Jumatatu ya wiki tunayo ya tariki 26 Mei 2025. Katika pitapita zetu za kuongea na raia wa mji wa Baraka, wamesema kuwa wanashukuru kuona gavana kuwasili ndani ya mji wa Baraka, huku wengine wakitaja kushangazwa kuona namba moja huyo wa jimbo la Kivu Kusini Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi kuwasili katika mji wa Baraka na kuondoka bila hata kuzungumza chochote kwa raia wa mji wa Baraka, hasa ukilinganisha kuwa gavana huyo aliweza kufanya takriban miezi 3 katika mji wa Kinshasa. Raia hao mmoja wamepokea kwa shingo upande, huku wengine wakitaja kushukuru kwa kuwa amewasili katika mji wa Baraka. Tusikilize raia hao mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Baraka. Asante, tunashukuru kwanza kwa ujio wake, kwa kuwa tulikuwa tutegemei ya kuwa gavana atafika,
ametufikia kama mwizi, na mategemeo wa raia wengi walizani gavana akifika kutakuwa na meeting, lakini amefika tu watu wameshtukizwa eti gavana amefika. Kwanza hata mimi mwenyewe mtangazaji nilikuwa sisadiki. Nilikuwa na dukuduku, nilianza kuona mitandaoni gavana yuko Baraka, gavana yuko Baraka. Nikaanza kujiuliza ni kweli ni uongo, lakini nimesadiki kwa sababu alikuwa Baraka. Lakini sisi wakaaji wa Baraka na tarafa la Fizi tulitegemea gavana aje tumpokee atulishe neno, lakini ujio wake ndo kama huyo ndogo mtangazaji. Niaba yangu mimi sikukuwa najua hata kama governor alifika kaumu. Nisikilia masituasio kwa wengine manuveli. Ke governor alifika kaumu kama mardi. Msemeni pase ya kuamkia kama mardi kuamkia mercredi. Alifikia kwa hoteli kule, kwenye hoteli kule asubuhi akarudia Uvira. Atukujua message, akutupatia message, hakuna hata meeting, akarudia. Akutuachia hata message sa vile si population. Kwa niaba yangu tungependezwa afanye meeting tusikie objectif yake. Juu ya tusikie objectif yake ilikuwa mleta Uvira tu ya Baraka. Lakini jambo la kushangaza alirudia kufanya hata meeting. Hiyo ni neno la kushangaza sana na tushangaze population. Tuyo kama ilikuwa nini juu tukupata message ya governor wetu. Lakini tungemwombe ingekuwa mzuri atuachie message fulani tujue kipi kenye kilikuwa namleta, ingekuwa mzuri sana. Kusema kweli, kwa kwanza nilishukuru sana kuona jinsi alijidone Koream kufika katika mji wa Baraka. Vraiment ni kitu cha kufeliciter. Mais aussi ni kitu cha kufeliciter parce que hakukuwa mprojet kukuya huku malgré que wengine biko la lalamika sana, wanasema ke alifaa mbaya kisha kufanya meeting. Mais chez moi na considérer ile naona banafaa faux parce que yeye alikuwa mbiti ya kuangalia benzetu benye bali bomokewa na mlima huko Bwari. Sasa ile kwanza ni kitu cha kufeliciter parce que balijitoa ebo bote na mwenzake ili bakie tuangalia huko. Hapa c'est comme si ni fasi ya mapumziko kwa sababu waliona ile busiku hawezi toka kule hadi kwenda Uvira directement, mais il suffit bapate kwa fasi ya repos. Ndio maana walilala hapa busiku na mchana wakarudia tena. Tumalizie na huko katika sekta ya Lulenge Pakisanya ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge tarafani Fizi anaomba kwa serikali kuu ya Kinshasa na ile ya jimbo la Kivu Kusini kuwajia na msaada wa kihutu raia wengi wanaorundamana katika kijiji cha Kisanya baada ya kukimbia mapambano kati ya wazalendo na waasi wa Ngomino. Katika mahojiano na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV kunako line ya simu namba 1, huyo wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelwa Abambe ameanza kuonesha kuwa raia wa groupement ya Bashimunyaka Kusini wanapitia hali mbaya ya maisha na ya kiutu. Acha nikuambie ya kwamba ni hali mbovu ambao sekta ya Lulenge naendelea kuishi. Sekta ya Lulenge ni yenye kuundwa na groupement zake 5 ikiwemo Bashimunyaka Side, Basombo, Baskasingo, Basimimbi na Obekulu. Nikuambie ukweli ni kwamba vita yenye ukumba groupement ya Bashimunyaka Side mu sekta ya Lulenge ni yenye kusababisha maafa makali. Hasa zaidi wakati Novaya wazalendo waliposukuma au wa agresser munivo ya Minembwe na kandokando, raia wangu wa groupement ya Bashimunyaka wote walikuja kukimbilia mu village ya Kisanya. Kisanya ni village moja kati ya village zenye kuwa mu groupement ya Bashimunyaka Side. Aloro, Bashimunyaka Side ni groupement yenye kuwa na village 11. Kwa hizo 11 sasa, kuona kwamba village presque zote walikuja kukimbilia hapa Kisanya, na Kisanya ikabeba agglomeration kubwa ya watu ambao wanaishi bila mahali pa kulala. Watoto wa masomo hawako wanasoma, kupata chakula ni shida, manguo yote waliacha wakati wanakimbia vita, mtu wako wake anajitayarisha. Watoto kama ninavyosema hawako wanasoma, wamama vile vile hawana vyombo vya kupigia. Ile ni maisha, maji ni machafu zaidi. Yana maana kwamba maisha ambao watu wangu wanaishi katika groupement ya Bashimunyaka Side kwa leo haifurahishe. Na ningeomba ya kwamba serikali kuu ya Kinshasa na serikali ya jimbo na hiyo pia ya mtaa hapa kwetu Fizi waangalie jinsi gani wanaweza kukuja sababu ya kupana hata misaada kwa raia wenye kuhangaika, sababu maisha yenye raia wangu wanahangaika hayafurahishe.
Mwishowe ameongeza kuwa raia hao wana haki ya msaada kama raia wengine, kama alivyorejea mara tena Zawadi ya Bandelwa Abambe. Groupement ya Basimunyaka Side na population yangu tunawajibika na sisi kupata misaada wakati tunaingia magumu sawa na hii, sababu ni sisi ambao tuna contribue aussi mwa ile 18 groupements zenye zina constituer tarafa ya Fizi. Groupement ya Basimunyaka Side imo, kana maana kwamba serikali kuu itujali na sisi ije kutuangalia juu ya hiyo hali mbovu ambayo tunaishi leo. Ya pili labda ni fanye cri d'alarme kuambia mashirika ya kiutu waje wafanye usima assistance par rapport ya hiyo situation yenye population ya Basimunyaka Side iko naishi leo. Watu wanahangaika, hawezi kubali kuona maisha yenye watu wako nayo pale. Utalia, magonjwa ya utapiamlo, madawa hakuna, ile yote hali inasababisha hata vifo siku kwa siku pale kwenye wanakimbilia Kisanya, vifo ikuwe na to eleve. Ningeambia watu wote na waro mzuri kwamba chef de secteur wa Lulenge anapeleka malalamiko kwa serikali kuu, serikali ya jimbo na hiyo ya mtaa, na kwa watu kwa ma ONG kuja, sababu waje kuangalia watu kwa maisha mbovu ambayo iko kozi na vita benye kuwa muo plateau ya Fizi kwa leo. Msikilizaji, ndani hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makilele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.